Na mubashara moja kwa moja kutoka kaunti nambari 47 kaunti ya Nairobi. Kumbuka kwamba hii ni TV47, taarifa za habari TV47 ikikujia moja kwa moja, ambapo kama ilivyo ada wale wote ambao ni maripota wa TV47 wameweza kukuandalia taarifa tofauti. Niko hapa ili kukujuza mengi yaliyotukia ndani na nje ya taifa la Kenya. Jina langu ni Chichi Josephine Kariuki, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamai. Shukrani za dhati na karibu. Wakazi wa jamii ya Maa katika mtaa wa Kitengela wameapa kushirikiana na maafisa wa polisi ili kulinda biashara na kuzuia uharibifu wa mali wakati wa maandamano yanayotarajiwa kufanyika tarehe 25 Juni nchini kote. Mwanahabari wetu Samira Mohamed anatuarifu zaidi. Huku baadhi ya Wakenya wakipanga kuandamana kushinikiza serikali kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano. Baadhi ya wakazi wa mji wa Kitengela wamepinga vikali maandamano hayo. Hakuna watu ambao watatolewa Nairobi kuja kuharibu mali ya watu hapa Kitengela. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tufika wakati mwisho sisi kusema hatutaji tena maandamano hii tauni yetu ya Kitengela. Na imefika mahali kama vijana wenzangu tukatae mambo ya kutumika na wanasiasa, kuchochewa na kuja kuharibu mali katika Kitengela yetu. Wakazi hao wameapa kulinda biashara na mali ya wakazi wa eneo hilo dhidi ya watu watakaojaribu kusababisha uharibifu wakati wa maandamano. Tumesimama leo kama jamii ya maana wakaji wana biashara wa Kitengela, tukilani wale magunsu wanaletwa waharibu biashara ya hawa watu. Hawa watu wanakula jasho yao. Hawa watu wanasomesha watoto wao na hii jasho yao. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu. Tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na huyo. Kwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano, kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Wakiongozwa na viongozi wa jamii ya Maa, wakazi hao wamesema kuwa watashirikiana na maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinadumishwa katika mji wa Kitengela. Sisi kama jamii ya Maa ambayo tunaishi Kajiado, tarehe 25 tutatokelezea kama wana Kitengela, wana Ongata Rongai, wana Ngong, wana Kiserian na sehemu zote za Kajiado kuhakikisha tumesaidia security agencies ya serikali ya county na ya national. Mji wa Kitengela katika siku za karibuni umekumbwa na mfululizo wa maandamano yaliyoambatana na uharibifu, yakisababisha vifo, majeraha, uharibifu wa mali na uporaji wa biashara. Haya yanajiri huku naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat akiwahakikishia Wakenya kuwa usalama utaimarishwa licha ya maandamano yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi ijayo. Next week amna shida. Kenyans wataendelea na kazi zao. Wale wanataka watalete fujo watakabiliwa na mtindo wa sheria, lakini Wakenya wako huru kufanya kazi zao. Amna shida. We will provide security to all Kenyans. Na wale watalete fujo we will arrest them. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Na mtazamaji, viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi wamewasifu wabunge kwa kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2026. Waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi ameutaja mswada huo kwa bora na akasema haukuwa na utata wowote. Amewashutumu kunradhi baadhi ya wabunge ambao kwa mujibu wake hawaungi mkono serikali kwa kusambaza taarifa za uongo kuhusu mswada huo. Kulingana na waziri huyo, wapinga mswada huo walifanya hivyo kwa sababu za kisiasa na ukabila. Akizungumza katika ibada ya kanisa la Waadventista wa Sabato la Sombro eneo la Kochia katika eneo bunge la Rangwe kaunti ya Homa Bay, Mbadi alidai kuwa baadhi ya waliopinga mswada huo walifanya hivyo bila hata kusoma. In this special offering, we thank you so much for doing so. Erokamano ne jotelo.
Na mtazamaji, wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet wamehimizwa kupanda miti na kutumia mbinu za kisasa za kilimo ili kupunguza hatari ya maporomoko ya ardhi, huku taifa likitarajia mvua za El Nino mwezi Oktoba. Akizungumza katika eneo la Kolol lililokumbwa na maporomoko ya ardhi mwezi Aprili, katibu wa Wizara ya Fedha Daktari Chris Kiptoo amesema kuwa utunzaji wa mazingira, upandaji miti na mbinu endelevu za kilimo ni muhimu katika kupunguza athari za maafa hayo. Kwa upande wake, gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich amewataka wakazi kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuhifadhi mazingira ili kulinda maisha na mali wakati wa mvua kubwa zinazotarajiwa. Mheshimiwa yetu pia anaenda kupanda nyasi. Nataka sasa wabadilishe mimea. Badala ya kuweka mahindi wapande kama avocado. Hapa nimeona avocado inafanya vizuri sana, na hiyo ni pesa mzuri sana. It's high value crop. Kuna coffee pia, tulikuja hapa Tambachi mwaka jana na pia CSY Education tukapeana 116,000 seedlings ya coffee. Kule Kacholwa the farmers got 70 million shillings in only 1 year. Why can this area also get enough? So we need them to grow coffee, avocado, and other types that give us money. And then because they are also livestock farmers, they can also grow grass, which preserve the environment, like hiyo Pakchong Hill tulikuwa nayo, tumeweka pia bamboo. Ningependa kueleza watu wetu ya kwamba tusiishi mahali ambayo ni hatari, tusilime mahali ni hatari. Tunajua kweli hatuna mashamba mengi makubwa, lakini hata hivyo ukitaka kutafuta pesa, tutafute pesa kwa kupanda miti ambayo inaleta pesa. Kwa mfano avocado, kahawa, hiyo inaleta pesa. Bado umelima shamba yako tu, lakini umepata pesa na pia umechunga mazingira na pia umechunga familia yako wasikuwe na hatari ya kuangukiwa na maporomoko ya udongo. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba familia zilizoathirika na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu unaohusishwa na kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya BATUK zinataka haki, fidia na uwajibikaji kushughulikiwa kwanza kabla ya makubaliano mapya kati ya Kenya na Uingereza kuidhinishwa. Mwanahabari wetu Sally Davida anaarifu zaidi. Hisia kali na machozi zilitawala mkutano uliofanyika mjini Nanyuki, ambako familia zilizoathiriwa na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu unaohusishwa na BATUK zilisimulia masaibu yao na kusisitiza hitaji la haki. Miongoni mwa kesi zilizojadiliwa ni ile ya Agnes Wanjiru, mwanamke aliyeuawa miaka 14 iliyopita, huku familia yake ikiendelea kutafuta haki. In our case, this is the 14th year and I'm still in the media trying to push for justice. Same to the Kenyan government. They seem not to be interested. Makubaliano ya BATUK ya miaka 5 yalimalizika mwaka 2025 na kwa sasa Kenya na Uingereza zinaendeleza mazungumzo ili kutatua swala hili. There should be a separate channel where women and children abandoned by these soldiers can be able to report these cases, and these cases can be handled to their logical conclusion. Wakazi wa Laikipia na maeneo ya jirani wanasema majadiliano hayo yamefufua majeraha ya zamani na hayapasi kuendelea bila kushughulikia malalamiko yaliyopo. Na ninaomba serikali ya Kenya na pia organizations watetee haki yao mama, kwa sababu hawakupata haki yao. Aidha, watetezi wa haki za kibinadamu akiwemo Bob Njagi, wakili Kevin Kubai na Njeri Mwigwi waliungana na familia zilizoathirika kutoa wito kwa wajibikaji na haki. Partnerships are not pro people and are not helping the Kenyan people. There is no tangible benefit that is coming to the communities, the local communities, from these agreements. Waathiriwa sasa wanazitaka serikali za Kenya na Uingereza kuhakikisha kuwa haki, fidia na ulinzi wa jamii za wenyeji zinapewa vipaumbele katika makubaliano mapya. Sally Davida, TV47. Shukran sana Sally kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wabunge wanaounga mkono wa Rais William Ruto leo wamekita kambi katika kaunti ya Mombasa,
huku wakishinikiza umoja wa taifa na kupinga siasa za ukabila. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amesisitiza kuwa mwelekeo wa taifa unategemea viongozi na wananchi ambao wanapendelea maslahi ya taifa badala ya siasa na migawanyiko. Cheche za siasa zilitawala eneo la Likoni katika kaunti ya Mombasa, huku viongozi wa pwani wakisisitiza haja ya kuwepo kwa umoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, ambaye alikuwa miongoni mwa wageni waliohudhuria hafla hiyo, alisisitiza umuhimu wa wenyeji kuepuka siasa za ukabila na migawanyiko na badala yake kuenzi umoja. Viongozi hao waliokuwa wakimpigia debe Rais Ruto wamesisitiza haja ya kuchaguliwa tena kwa rais ifikapo mwaka 2027. Wetangula alisema muungano wa Broad-Based utasaidia nchi kuendelea kupiga hatua za maendeleo. Achane na wanasiasa ambao wanatuambia nyinyi Wadigo ni wachache, hamuna shares za kutosha, sijui nyinyi ni nani, hamuna shares. Kenya ni nchi ya watu wote. Hakuna Mkenya mdogo, hakuna Mkenya mkubwa. Hakuna kabila ndogo, hakuna kabila kubwa. Waziri wa madini, uchumi na masuala ya bahari Hassan Joho alisisitiza kwamba ili eneo la pwani liwe na ushawishi zaidi katika siasa za taifa, ni muhimu kumuunga mkono Rais Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tumsaidie William Ruto kwa hali na mali, atoboe raundi yake ya pili. Hapo mbele tuende nao tuambie tuliwasaidia, mtusaidie. Umeelewa hiyo? Tuliwasaidia. Mimi nataka niwaambie nyinyi, ndugu zangu watu wa Likoni, nina ndoto. Mungu akipenda, iko siku hii sura Hassan Joho itakuwa rais wa taifa. Naye spika wa bunge la Seneti Amason Kingi alisisitiza wenyeji wa pwani kujitokeza kwa wingi na kusimama na viongozi wanaojali maslahi ya eneo hilo. Kwa muda mrefu, eneo la pwani limekuwa ngome ya kisiasa ya hayati Raila Odinga. Kingi pia alimpigia debe mbunge wa kike wa kaunti ya Mombasa Mishi Mboko kuchaguliwa tena. Viongozi watatoka nje ya pwani, watakuja hapa, wanakumbuka eti Likoni kuna Wakikuyu, watatoka kule kuja kuongelesha kilugha, wamuache Mama Mishi wasikize lugha zao na wapige tofauti, ili hali miaka 5 wamelelewa na Mama Mishi. Paul Kirobi, TV47. Na mtazamaji, taarifa yake Paul Kirobi inatupa nafasi ya kuchukua mapumziko mafupi, lakini usiondoke, maana nitakuwa nikirejea na taarifa kemkem. Usiende mbali. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako. Na haikughost. Pork iko na selenium. Inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Hewa yote. Wet fry, dry fry, stew, koma. Fuel ni pork. Focus ni pork. Boost ni pork. Jipatie power na Farmer's Choice Pork. Ni pork safi, life safi. Indomie mautam tam. Indomie mautam tam. Indomie mautam tam. Mautam. Indomie, furahia mlo mtamu. Karibu tena mpenzi mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Kwingineko ni kwamba, je, unajua kuwa kuna baadhi ya watu wanaozimia baada ya kukojoa? Hali hii inafahamika kama micturition syncope. Naye mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezungumza na mwathiriwa pamoja na mtaalamu wa afya na kutupatia taarifa inayoainishwa kwa nini hali hii inaweza kuwa hatari, hasa wakati mtu anapozuia mkojo kwa muda mrefu. Tazama. Wewe unajua
kujua micturition effect ni nini? Ni video iliyosambaa mitandaoni. Florence Njuguna aliweka video akisimulia jinsi safari ya kilomita 167 kutoka Nakuru hadi Nairobi wiki 2 zilizopita ilivyochukua mkondo tofauti baada ya kuzuia mkojo kwa muda mrefu. Past Gilgil, we are almost to Naivasha. That's when I felt no, I cannot hold it anymore. And remember, I'm still sipping water. So I told the driver, like, when you get somewhere near a washroom, please make a stopover. And he was like, is Daramea okay? I'm like, yeah, it's okay. Kadri muda ulivyokuwa ukisonga, kibofu cha mkojo cha Florence kilizidi kujaa, na alipokimbia chooni, hapo ndipo alihisi kizunguzungu, hali ambayo hakuwahi kuipitia maishani mwake. So when I'm washing my hands, I saw like a feeling like I'm seeing darkness. There is a corridor there. So when I'm walking the corridor, I had this feeling like the walls, they are like moving towards each other, and I'm like, that's when I felt that I really want to fall down. Baada ya tukio hilo, Florence hakujua kuwa hali hiyo ya afya inafahamika kama micturition syncope. Hali hii hukumba mtu anayepoteza fahamu wakati au baada ya kukojoa, hasa baada ya kuziwa na mkojo kwa muda mrefu. So I went to ChatGPT. I explained everything that happened to me, that what is happening to me. And that's when ChatGPT was like, this is a condition. Harun Mburu ni mhudumu wa afya na anafafanua kwa kina kuhusu hali hii. So in short, micturition syncope is simply fainting or passing out during or shortly after passing urine or after urination. The vagus nerve is stimulated, the heart rate goes down, the blood vessels dilate, and then now the pressure goes down, and then now the amount of oxygen getting to the brain goes down, and then now this person gets unconscious. Hali hii hushuhudiwa zaidi kwa wanaume, ikizingatiwa kuwa wengi wao hukojoa wakiwa wamesimama, lakini wanawake pia kama Florence wanaweza kukumbwa nayo. So if you know that you have got this problem of collapsing when you are passing urine, just avoid the standing position. It might sound weird for a man to squat, right? But either way, it is important just to avoid this situation. Wanawake wajawazito pia wako katika hatari ya kukumbwa na hali hii, hasa nyakati za asubuhi. The growing uterus might press against the bladder. So you find that with the women, their bladders who are pregnant, the bladders feel much faster. Harun anaeleza umuhimu wa kukojoa taratibu, hasa iwapo kibofu cha mkojo kimejaa kupita kiasi. The reason why we tell people not to raise up immediately after passing urine is because now they give their body chance to adjust to that state of low pressure. Ingawa hali hii hutokea mara chache, wataalamu wa afya wanaonya kuwa kuanguka wakati wa kuzimia kunaweza kusababisha madhara makubwa. Lying down on your left assists with the flow of blood. Watu walio na umri wa kati ya miaka 40 na 50 ndio huathirika zaidi na hali hii. Aidha, madaktari wa watoto wamebainisha kuwa kati ya 103 ya watoto wanaowasili hospitalini kwa matibabu ya dharura kutokana na kuzimia huwa wamekumbwa na hali hii baada ya kukojoa. So because children also are not able to regulate their bladder, sometimes you might find that they are getting this issue of micturition syncope. Baadhi ya dalili za hali hii ni kutokwa na jasho, kuhisi joto jingi mwilini, kizunguzungu na dalili nyingine zinazohusiana na kupoteza fahamu. Other triggers that might cause this include issues like dehydration, we have fatigue, we have this abrupt rising up in the morning with a full bladder. Cha kutia moyo ni kwamba unaweza kupunguza hatari ya kuzimia wakati au baada ya kukojoa kwa kwenda chooni kila baada ya saa 3 na kabla ya kulala, kupunguza kiwango cha vinywaji hasa nyakati za jioni na kunyoosha misuli ya mikono na miguu huku ukipumua kwa utulivu.
If I'm fasting, I won't hold on my pee. Never again. Never. Mtasimama hata kwa kichaka. If I'm in a matatu, mtasimama. Na mtazamaji, sasa unafahamu kuwa kuzuiwa na mkojo kwa muda mrefu kunaweza kuongeza hatari ya kupata hali ya kuzimia wakati au baada ya kukojoa. Hivyo basi ni muhimu kwenda chooni mara tu unapohisi haja ya kukojoa. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na bila shaka Elizabeth, shukran sana, maana nimejifunza mawili matatu kutoka kwenye taarifa yako ya kwamba iwapo ninajihisi kana kwamba nahitaji nijisaidie, iwapo niko kwenye basi, mtasimama niweze kujisaidia, maana sitajiletea ugonjwa. Tuendelee mbele kwenye masuala ya siasa, ambapo idara ya polisi imewakamata watu 56 kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa katika eneo bunge la Kuresoi Kaskazini, kaunti ya Nakuru, katika hafla ya kuwawezesha vijana na wanawake. Inaripotiwa kwamba wafuasi wa gavana Susan Kihika walikabiliana vikali na wafuasi wa mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai, na kufuatia tukio hilo watu 3 walipigwa risasi. Mike Chalo na uketoa taarifa hiyo. Baada ya zogo la jana kwenye uwanja wa shule ya upili ya Umoja Tuluet kwenye eneo bunge la Kuresoi Kaskazini, kaunti ya Nakuru, lililosababisha watu 3 kupigwa risasi, magari kuharibiwa huku basi moja likichomwa, watu 56 wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nakuru wakihusishwa na ghasia hizo. Idara ya polisi ikisema 56 hao walipatikana na maganda mawili ya risasi zilizotumika, kichwa cha risasi, risasi moja, mawe kadhaa, rungu 4, panga moja na upanga mmoja wa Masai. Idara ya polisi ikizidi kumtaka mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai kujisalimisha. Kwa upande wake, aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri ameelekeza lawama za ghasia hizo kwa gavana Susan Kihika, akimtuhumu kwa kujaribu kupanga orodha ya watakaowania nyadhifa mbalimbali za ubunge kwenye kaunti ya Nakuru. Ni nani amechokosa mwingine? Hii ni gavana amechokosa wajumbe. One, yeye na baba yake sawasawa na kabisa. Vile baba yake alifuruga Nakuru County, huyu mama is the same. And I want to assure you, hautaweza kufuruga. Naivasha, akona mtu yake ya kazi inaitwa Kehage, anataka kuweka huko. Gilgil, akona mtu yake anataka kuweka huko. Aidha, gavana wa Kericho Eric Mutai amekashifu ghasia hizo, akiwataka wakazi wa Kuresoi kudumisha amani. As a leader of this region, we want to say we will not, and I ask the Minister Murkomen, that we will not allow politicians to organize young men to kill each other, to fight for politicians. We want to organize for empowerment. We don't want to organize to disempower our youth through fires and goonism in this nation. Kuresoi is our neighboring county. This is one of the constituencies here, Nyumbani. Na tunataka amani across the county. Mike Chalo, TV47. Na shukran sana Chalo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba visa na vifo vya ugonjwa wa selimundu vimepungua katika kaunti ya Siaya katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kulingana na afisa wa afya wa kaunti, Profesa Jacqueline Oduol, jumla ya wagonjwa 656 walilazwa kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2026, huku vifo vikiwa 28 pekee. Susan Locho anaarifu zaidi. Katika kaunti ya Siaya, simulizi ya matumaini inaandikwa upya. Miaka 5 iliyopita, ugonjwa wa selimundu ulikuwa tishio kubwa kwa familia nyingi katika eneo hilo. Lakini sasa hali hiyo inaanza kubadilika. Today we gather not only to acknowledge the challenges but also to celebrate the remarkable progress we have made in prevention, diagnosis, treatment, and support for affected individuals and families. Wagonjwa 656 wamepata huduma kwa wakati, huku vifo vikipungua hadi 28 pekee. We have witnessed a steady decline in mortality from 2022 to 2026,
and a notable reduction in hospital admissions since 2025. Hizi si takwimu tu, bali ni ushuhuda wa maisha yaliyookolewa. Has been the enhancements of screening and diagnostic services through the availability of electrophoresis diagnostic equipment. Early diagnosis remains one of the most effective strategies in reducing complications and improving outcomes for children born with sickle cell disease. Katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Siaya, Profesa Jacqueline Oduol anasema kuwa uwekezaji wa makusudi katika sekta ya afya umeanza kuzaa matunda. Na sasa mapambano dhidi ya ugonjwa huo yanaingia hatua mpya, si tu kutibu bali pia kuzuia. Our dedicated community health promoters continue to visit households across the county, facilitating early identification, referral, and follow-up of individuals living with sickle cell disease. Wito sasa unatolewa kwa vijana na wanandoa wapya kujua hali zao za vinasaba kabla ya kuanzisha familia. Susan Locho, TV 47. Kwenye meza ya spoti sasa, ambako Morocco imeendelea kuimarisha nafasi yake ya kufuzu raundi ya 32 ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuifunga Scotland 1-0 katika mchezo wa kundi cha uliochezwa ugani Boston na Marekani. Morocco ilipatia uongozi wa mapema baada ya Ismail Saibari kufunga bao la pekee la mchezo. Baada ya hapo walidhibiti vyema kunradhi mechi na kulinda matokeo hadi mwisho ili kunyakua alama 3 muhimu. Matokeo hayo yaliwaweka Morocco kwa alama. I need you to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimeekelea kitele yangu na trade ikikunyuma. Oh my god, you left me. Nitumie ni live. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero make a beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukue na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. Na mtazamaji, timu ya taifa ya Brazil imeweka hai matumaini yake ya kufuzu raundi ya 32 bora baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Haiti katika mchezo wa kundi cha uliofanyika Philadelphia, Marekani. Matthias Cunha alifunga mabao mawili kabla ya Vinicius Junior kukamilisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3. Matokeo hayo yanaifanya Brazil kuendelea kuongoza kundi cha na kukaribia kufuzu hatua ya mtoano, huku Haiti ikitoa rasmi baada ya kupoteza mechi zake 2 za kwanza. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero make a beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukue na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home.
Na mtazamaji, kufikia hapo natinga taarifa za habari TV47 na jioni hii ya leo, lakini usiondoke, maana hii leo tuna mazungumzo chanya ndani ya nyumba, ambapo hii leo tunaangazia siku ya wakimbizi duniani. Ndani ya nyumba wageni wangu washafika ambao watanisaidia kudadavua masuala tofauti kuhusiana na haki na mitazamo tofauti ya wale ambao labda ni wakimbizi. Hivyo basi usiondoke, maana nitakuwa nikirejea na mjadala huu. Usiende mbali.